Maajabu ya mlo wa Kimasai. Je, ni kweli kwamba mlo wa jadi wa Kimasai ni kinga tosha ya magonjwa ya kisasa? Ndo mada ambayo iko hewani. Kumekuwa na mahubiri mengi ambayo yanasema kwamba unaweza ukala nyama nyekundu tani yako, ukanywa maziwa tani yako, ukala mayai tani yako, ukiwa umeepuka vyakula vya wanga, ukaendelea kuwa salama na ukajikinga na magonjwa sugu na ukajitibu na magonjwa haya sugu ya kisasa kama sukari, presha, magonjwa ya moyo, mpanguko wa homoni na mengine chungu nzima ambayo yanazungumzwa na hawa watu ambao wanashauri hii lishe ya kupunguza vyakula vya wanga na kwa umeongeza protein na mafuta. Na amekuwa akisema kwa kutumia mafuta kama ya samuli ni mafuta ambayo ni bora sana. Wakitoa marejeo ya kwamba jamii ya Kimasai ni jamii ambayo inaishi kwa kula vyakula hivyo na haina changamoto za kiafya na iko salama na ni wembamba, hawana vitambi na yani hawana shida yoyote. Sasa na hii kutaka kusema kwamba hii lishe ya Kimasai, ulaji wa Kimasai inavyoonekana kwa mujibu wa maelezo yao kwamba ni moja ya kinga ya magonjwa haya ya kisasa. Ni kweli si kweli, na wao kwa nini wanasema hivyo? Nitangazia yote katika video hii ambapo nitaweza kuchambulia kwa utaratibu kuna kwa umakini kabisa jinsi sayansi jinsi ilivyo na uhalisia juu wa Masai ni upi, ni ukweli upi ambao wewe hawakuambii juu ya lishe ya au juu ya ulaji wa Kimasai. Hivyo twende sambamba, upo nami Emmanuel Mpalie, kitaaluma nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani ni habari za maajabu ya mlo wa Kimasai, tukiwa tunaangazia kama ni kweli kama ni kinga ya magonjwa ya kisasa. Katika mada hii kuna vipengele vikuu kama 5 ambavyo nitakupitisha, ambavyo hivyo sasa kama ulikuwa na ratiba ya kuanza ulaji wa vyakula vya protein na mafuta ukiwa umeondoa wanga, basi itakufanya wewe kuweza kutafakari kuna ufanye maamuzi yapi. Lakini kama pia unafanya hizo lishe za kula vyakula vya protein na mafuta kama kupunguza wanga, low carbohydrate, high protein, high fat diet, nikiwemo hata hii lishe ya ketogenic diet, basi pia utaweza kutafakari mara mbili kuona kama kuna kitu ambacho labda hujaambiwa. Kwa hiyo kipengele cha kwanza ambacho tutaweza kukigusia ni habari za magonjwa ya moyo na masuala ya pressure ambao wanazungumza kwamba watu hao wa Masai hawana. Lakini pia nitazungumzia kipengele cha pili ambacho ni kuwa na kiwango kidogo sana cha mafuta ya rehemu, cholesterol. Wanasema Masai wana kiwango kidogo sana cha mafuta ya rehemu licha ya kuwa wanakula vyakula ambavyo vimesheheni mafuta ya rehemu kwa wingi sana. Wanakula nyama zimesheheni cholesterol, wanakunywa maziwa tani yao zimesheheni cholesterol. Yaani hata wawazi na cholesterol zao ziko chini. Nitaweza kuzungumzia hicho kipengele, lakini nitaweza kuzungumzia juu ya ongezeko la pressure na mafuta kwa ujumla kwa upande wa jamii ya Kimasai. Mafuta ambayo ninapozungumzia hapa nazungumzia maana kwamba mafuta ya rehemu yenyewe na mafuta ya kawaida ambayo tunaita kwamba ni triglycerides. Kwa hiyo nitaweza kuangazia tena vizuri kuona je ni kweli kwamba hawana hizo changamoto. Lakini kingine ambacho naweza kuzungumzia hapa, nitaweza kuzungumzia juu ya ugonjwa wa kisukari na mwisho nitamalizia na swala la unene ambao ni reference ambao wanaitoa kwamba Wamasai ni wembamba, ni hawana vitambi, wako vizuri kabisa. Tuanze kuangazia habari za magonjwa ya moyo na pressure. Hapa sitoweza kuja na ngonjera, nikabidi tuingie kwenye tafiti moja kwa moja kuanzia mwaka 1962 ambapo kabisa jamii ya Kimasai walianza kuiangalia ulaji, kipindi ambapo nadharia ya kusema mafuta yanasababisha ugonjwa wa moyo ambapo ilikuwa imeanza kushika hatamu, na watu wakasema sasa kama ndivyo mbona Wamasai kule wanakula cholesterol na mafuta na organ saturated fat kwa wingi sana, na je hawana magonjwa? Ndio kwa wamekuja kuwasoma. Tafiti ya kwanza hii ilikuja mwaka 1963 ikiwa imechukua sampuli ya Wamasai 400 wakiwa wanaangalia juu ya kukumbwa kwao na magonjwa ya moyo. Walipowachunguza hawa Masai 400 walikuja kubaini kwamba inavyoonekana kwamba hawa walikuwa hawana magonjwa ya moyo, na walipopima damu yao wakakuta kwamba hata cholesterol yao ilikuwa iko chini na pressure zao zilikuwa ziko chini kabisa. Na hii kutaka kutuaminisha kwamba ama kwenda kinyume na nadharia kusema kwamba mafuta ambayo yanaganda yanachochea magonjwa ya moyo. George V. Mann na timu yake mwaka huo ni kama hakuridhika. Mwaka 1972 akaja akachukua maiti 50 za Wamasai ambao walichukua sampuli au tishu zao kutoka kwa hawa Masai na kuzifanyia uchunguzi wa Masai 50. Walipofanyia uchunguzi, kuna kitu ambacho kilikuja kuwashangaza Wamasai hao, ni kwamba walionekana ni kwamba
walikuwa na magonjwa ya moyo, kwani mishipa yao ya damu ilionyesha ilikuwa imesheheni mafuta na ni minene na inakaa imekakamaa. Wakasema kwamba hawa jamaa ni kwamba walikuwa na magonjwa ya moyo na mafuta yalikuwa ni mengi, ila ni kwamba uharibifu haukuwa mkubwa kiasi hicho kupelekea kutengeneza kwa majipu ambayo yangeweza kupasuka na kusababisha wao kupata mshtuko wa moyo ama masuala ya stroke. Na ndio maana tulikuwa hatuoni habari za stroke wala mshtuko wa moyo kwa upande wa Masai kwa miaka hiyo. Lakini ni kwamba magonjwa ya moyo wanao, kwamba wameshashambuliwa, ila ni kwamba yani ile progress ya ugonjwa huu hajafika kwenye level kusababisha hizo practice ambazo wanasababisha watu waweze kupata changamoto za mshtuko wa moyo au kupata masuala ya stroke. Lakini sasa unaweza kujifikiria kama wana ugonjwa wa moyo, ndio kwamba heart disease ni moja ya kitu ambacho kinachochea habari za stroke, ni moja risk factor. Ni habari zinachochea, ni moja ya risk factor pia kwa ajili ya kupata mshtuko wa moyo. Kwa nini hawa hawajapata masuala ya stroke, masuala ya mshtuko wa moyo, angali bado mishipa yao ya damu tayari ishashambuliwa na atherosclerosis, imekakamaa, imejaa mafuta? Kuna vitu vichache ambavyo hapa naweza kukufahamisha wewe. Moja, kwanza fahamu kwanza, ulaji huu wa Kimasai ni kwamba unasababisha magonjwa ya moyo. Sasa swali ambalo tunataka tujiulize ni kwa nini hawapati masuala ya stroke, masuala ya mshtuko wa moyo? Kuna vitu vichache ambavyo nataka nikufahamisha hapa ambavyo vinaweza kuelezea hilo swali. Moja ni kwamba ni kuwa na kiwango kidogo sana ama kuwa na low cholesterol. Cholesterol ziko chini, sio kwamba ziko juu. Ni hawana hypercholesterolemia. Sasa hii ni swala la kwanza, kwa sababu cholesterol inapoongezeka halafu una ugonjwa wa moyo na changamoto ya moyo, ni moja ya kitu ambacho kinachochea watu kupata stroke na masuala ya mshtuko wa moyo. Sasa wao cholesterol ziko chini, lakini wakati huo pia George Vimani mwenyewe alideclare kwamba hawa walikuwa wamelindwa na physical fitness. Ile level yao ya kufanya mazoezi ni kubwa, kwenye kuswaga ng'ombe kwenda umbali mrefu sana. Wanasema kwamba katika tafsiri nyingi kwamba Wamasai walikuwa na uwezo kutembea karibia kilomita 20 wakiwa wanaswaga ng'ombe sana, na ile ikawa inazidi kuwalinda wao juu ya masuala ya stroke na masuala ya mshtuko wa moyo. Hiko ni factor namba 2. Lakini factor namba 3 ni kwamba Wamasai kwenye upishi wao wa nyama au maziwa, sio utumiaji wa maziwa, huwa wanaongeza mitishamba ambayo katika tafiti zilizo nyingi zinaonyesha kwamba ile mitishamba ina uwezo wa kuweza kushusha zile cholesterol, na hivyo baada kuendelea kuja kuwafanya wao waweze kujikinga masuala ya stroke. Lakini mitishamba hiyo ni kwamba ni dawa kwa ajili ya afya kwa ujumla. Lakini namba 3 ni kwamba hawa jamaa wanafanya kama aina fulani ya mfungo, wanafanya intermittent fasting. Na hii ni kutokana kwamba walio wengi, nyumba nyingi za wafugaji hawa Masai ni kwamba hawana chakula cha kutosha. Katika tafiti inatuambia kwamba chini ya 5% tu ya Wamasai ndio ambao wana chakula cha kutosha. Lakini walio wengi wana food insecurity, hawana chakula cha kutosha, na hivyo kuwafanya ulaji wao kutoweza kufuata hii pattern ya kawaida kama sisi tulionayo ya kwamba utaweza kula asubuhi, si mchana, jioni. Kwa upande wa Masai imekuwa haiko hivyo. Unashangaa mtu amekula asubuhi na kula na jioni, wakati mwingine mtu anakula mlo mmoja. Kwa hiyo ni kwa Masai kuna kitu cha design hiyo. Kuna hii masuala intermittent fasting ambayo ukiangalia kwa baadhi ya tafiti nyingi wanatuambia kwamba ukifanya mfungo tiba huu intermittent fasting ya kuwa hauli kwa muda fulani halafu unakula, ni kwamba inakuwa na manufaa kwa afya ya moyo, kwani huwa inasaidia kwenye kushusha masuala ya cholesterol. Kwa hivi ndio ambavyo vinaweza kaelezea kwa nini hawa jamaa walikuwa hawashambulia masuala ya stroke wala masuala ya mshtuko wa moyo, angali bado wana mishipa ya damu imejaa mafuta, wana changamoto wana magonjwa ya mishipa ya damu na magonjwa ya moyo. Hii ilikuwa ni kwa pointi ya kwanza. Tuende kwenye kipengele namba 2 ambacho nitakiwa ukifahamu juu ya wao kuwa na kiwango kidogo cha mafuta ya rehemu. Katika tafiti za awali zimetuonyesha kwamba Wamasai walikuwa na kiwango kidogo sana cha mafuta ya rehemu, low cholesterol level. Na ukijaribu kuangalia kwa tafiti wanakuambia kwamba average kiwastani walikuwa na cholesterol ilikuwa na range kwenye miligram per deciliter 135, ambao kweli ni ndogo, sababu hata guardian ya kawaida tunaambia tu kwamba angalau normal range kati ya 150 na 200. Wao ilikuwa iko below, hata ilikuwa iko chini ya 150. Unaweza ukaona jinsi hivyo kuwa chini. Kwa nini ilikuwa iko chini? Angali bado vyakula wanavyokula ni vimesheheni cholesterol.
Katika tafiti inatuambia kwamba kiwastani ulaji wa cholesterol kwa upande wa Masai ni almost miligramu 2000 kwa siku, ambayo ni cholesterol nyingi sana. Lakini kwa nini hao jamaa walikuwa na cholesterol ndogo ila licha kuwa wanakula vyakula ambavyo vina cholesterol nyingi? Hii sio fumbo, jambo ambalo nasema ni paradox. Sio paradox kwa sababu tuna sababu ambazo zinapelekea kitu hicho. Sababu namba moja ambayo inatakiwa ufahamu kwa nini walikuwa na lower cholesterol ni habari za vinasaba. Katika tafiti hii wanatuambia kwamba Masai wana gene au na vinasaba ambavyo vinasaidia kwenye kucontrol metabolism ya cholesterol ndani ya mwili. Yaani kuna zile gene zinapunguza utengenezaji wa cholesterol ndani ya miili yao. Wana hizo vinasaba ambavyo wameshavidevelop tangu enzi na enzi. Kwa hiyo watoto wanakuwa nazo, yaani mtu anazaliwa anakuwa nazo na hizo genes au vinasaba, na hizo vinasaba ndio vimekuja kusaidia pia wao kuweza kuendelea kupata uwezo wa kuweza kumengenya maziwa vizuri. Ni ngumu sana kumkuta Masai ambaye ana lactose intolerance, ambaye hana uwezo wa kuweza kumengenya maziwa, ambaye hanywi maziwa kwa sababu yanamkataa. Sidhani kama yupo, na kama yupo basi ni wachache sana, kwa maana kwamba kuna ile genes ambazo zinawasaidia wao kuendelea kuwa na vimengenya ambavyo vinaendelea kumengenya ile lactose, ambapo kwa walio wengi ambao sio jamii ya kifugaji wanakuwa hawana. Kwa kuna hii issue ya vinasaba katika tafiti wameweza kutuambia. Lakini sababu ya pili ni kuwao kupata nishati ndogo na kufanya mfungo. Kwa maana kwamba kwa sababu ya uhaba wa chakula cha kutosha, Wamasai wanalazimika kwamba kujikuta kwamba wanakula hawali milo mingi kama walivyo watu wengine, na hivyo kulikuwa wanafanya ile intermittent fasting ambayo ile inasaidia kwenye kushusha kiwango cha cholesterol kama ambavyo tafiti hii inaeleza. Lakini pia hii nishati ndogo ni kivipi? Kwa maana kwamba kuna tafiti ambayo inatuambia kwa mfano kama hii kwamba Wamasai wanaunguza nishati nyingi karibia 2565 kwa siku, ambayo ni nishati nyingi sana ambayo kwa mtu wa kawaida huwezi kuiunguza kwa sababu ya kutembea kwa umbali mrefu sana. Na hii kuwafanya kwamba nishati ambayo wanaingiza wao inakuwa ni ndogo sana kuliko ile ambayo unakuta wameiunguza, na hii kuwafanya wao kuendelea kuwa kwenye safe side ama kwenye upande ambao ni salama sana, kwani nishati inapokuwa ni nyingi sana likahifadhiwa ni kwamba huwa inabadilishwa kwenda kwenye masuala ya triglycerides ambayo mwisho wa siku yale aina mafuta huwa inaweza kutumika kama malighafi ya kuzalisha cholesterol. Kwa unakuta wao hicho kitu sasa hawana hiyo mechanism, kwani nishati wanayoipata ni ndogo sana. Kwa kuna hii sababu ya pili ambayo inasababisha wao kuweza kuwa na kiwango kidogo sana cha mafuta ya alehemu kwenye miili yao. Sababu namba tatu ni matumizi ya mitishamba, kama tulivyoona tafiti ya awali hii ambayo inatuonyesha kwamba Wamasai huwa wanaweka mitishamba ambayo kwenye kupika nyama na kwenye masuala maziwa ambayo wanatumia wao, ambayo ile mitishamba huwa ina nguvu ya kuweza kushusha kiwango cha cholesterol. Mitishamba hiyo ina kemikali ambayo tunaita kwamba ni cardiac glycoside, ambazo kemikali hizo huwa zinafanya kazi ya kuweza kushusha cholesterol. Hii ni sababu nyingine ya tatu kwa nini Wamasai unakuta wana kiwango kidogo cha cholesterol. Lakini sababu ya nne na ya mwisho ni kushambuliwa kwa magonjwa ambukizi, hizi infectious disease. Wamasai wana changamoto kulingana na mazingira ambao wanaishi. Magonjwa kama, kwa muda tafiti inazidi kutuambia kwamba magonjwa kama malaria, masuala ya kifua kikuu au tuberculosis, habari za brucella na parasite wengine ambao wanashambulia mmeng'enyo, kwao haya magonjwa ni common sana. Kwa sababu ya matumizi ya nyama mbichi, maziwa mabichi na wakati mwingine na hygiene, usafi kwa ujumla kwa upande wa Masai. Hii inachochea vipi kushuka kwa cholesterol? Kwa mfano katika tafiti inazidi kusema kwamba malaria na kifua kikuu au tuberculosis ni kwamba huwa zinahusiana na kushusha habari za total cholesterol, HDL cholesterol na masuala ya LDL cholesterol. Hizi cholesterol zote ama mafuta yote kwamba huwa zinashusha pindi inapokuwa kuna hawa parasite au hizo infection. Kwa hiyo nayo pia inaelezea kwa nini hao jamaa wana habari za kiwango kidogo sana cha masuala ya mafuta. Sasa hapa unatakiwa uelewe nini juu ya masuala ya cholesterol kwenye vyakula hivi ambavyo nakwambia ule nyama nyekundu, maziwa na mayai ambavyo vimesheheni cholesterol. Kuja na marejeo yao ya habari wa Masai. Fahamu hiki kwanza, kupungua ama kuwa na kiwango kidogo sana cha cholesterol kwa upande wa Masai ni hakijapelekewa na lishe ama na ulaji wa vyakula vyao, kwa maana kwamba ulaji wa Kimasai ni haushushi cholesterol, ila unapelekewa na hizi factor ambazo nimezitaja mimi, ambazo ni habari za vinasaba ambavyo vinasaidia kwenye kushusha ama kupunguza ulishaji. Lakini cha pili ni habari za mitishamba, cha tatu ni habari za mfungo kama mfungo tiba,
na aina habari za infection. Hivyo vitu ndio ambavyo vinafanya hawa jamaa kuweza kuwa na low cholesterol, na si kwa sababu ya nyama ambazo wanakula wao. Hiyo ni pointi ya kwanza ambayo nataka uifahamu. Kwa hiyo pindi unapoamua kwamba uweze kukula vyakula hivyo, ikabidi wewe unahakika kwamba na wewe una match na hizi sifa walizonazo Wamasai. Una vinasaba ambavyo vinashusha cholesterol, unafanya intermittent fasting, alafu unatumia hiyo miti shamba ambayo inashusha cholesterol kwenye mapishi ya hizo nyama, na wakati mwingine wewe kwenye mazingira ambayo yamkini unaweza ukawa na hizo infections kusaidia kwenye control habari za cholesterol. Kwa hiyo iko ni point ya kwanza. Lakini point ya pili ambayo nitakao fahamu kwamba ambayo utakaoondoke nayo hapa ni kwamba inabakia pale pale kwamba ulaji wa nyama ama lishe Kimasai inapandisha cholesterol. Lakini kwa nini haipande kule kwao? Sababu tumeziona. Sasa na wewe hakikisha na sababu kama ambazo walizo wao ambazo ni ngao dhidi ya ongezeko la cholesterol. Hii ilikuwa ni pointi namba 2 ambayo natakiwa uifahamu. Pointi namba 3 ni habari za mafuta ya rehemu na masuala ya pressure. Tafiti za awali zimeonyesha kwamba cholesterol ilikuwa imeshuka. Tumeona na baadhi ya factor. Lakini kujaribu kuangalia kwamba kwa dakika sasa kuna ongezeko la matatizo ya mafuta kwa wapande wa Masai na ongezeko la masuala ya pressure. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo, kwa maana kwamba hata wao hawaswagi ng'ombe kama ilivyokuwa mwanzo awali, ama kunaweza kuwa na vitu vingine. Na tuangazie tafiti jinsi ambazo zili kutuambia, tukianza na tafiti ya kwanza ambayo iliangazia Wamasai 894 ambao kwa upande wa Ngorongoro National Conservation Area, ambao hawa waliwachunguza, waliangalia kiwango cha tatizo la ongezeko la mafuta, pressure ya kupanda na kuwa hatarini kupata ya pressure ya kupanda, yani kuwa mtahiniwa pre-hypertension. Kwa hiyo upande wa mafuta hapa wanasema kwamba walikuwa naangalia tatizo la walikuwa naangalia habari za hyperlipidemia, ambayo wanaangalia habari za ongezeko la cholesterol na mafuta mengine ya kawaida ambayo tunasema kwamba ni triglycerides. Walikuja kubaini kwamba kata hii sampuli ambayo wao walichukua kwenye tafiti hii ni kwamba 23.7% ya Wamasai hao kwenye sample hiyo walikuwa na changamoto ya hyperlipidemia, kwa maana kwamba walikuwa na mafuta mengi sana kwenye damu yao, na wanaume wakiwa ndio walikuwa naongozwa kwa kuwa na wingi wa mafuta ukilinganisha na wanawake. Nadhani kwa sababu wanaume nikawa kulingana na mila yao nikawa ndio ambao wanakula nyama sana na vitu vingine. Lakini 9.8% walikuwa na changamoto ya pressure ya kupanda, wakati 37% yao ya Wamasai hao ni kwamba walikuwa ni watahiniwa wa kupata pressure ya kupanda, walikuwa ni pre-hypertensive. Wakaendelea kucomment katika tafiti hii kwamba habari za ongezeko la mafuta ni hakika lilihusiana na ulaji wa nyama nyekundu. Katika hitimisho lao walikuja kusema kwamba tatizo hili la ongezeko la mafuta مثلا hyperlipidemia na pressure ya kupanda ni kwa sasa ni kubwa sana kwa upande wa Masai, ikiwa ongezeko la mafuta hili likiwa nazidi kuhusiana na ulaji wa nyama nyekundu. Hii ilikuwa ni tafiti moja ambayo inatuambia habari za mafuta. Mwanzo huku tulikuwa tunaona kwamba kuna hizi issues za kupungua kwa cholesterol, lakini hapa tunaona kwamba wanaanza kupambana na habari za hyperlipidemia. Sasa kuna tafiti ya pili hapa ambayo ilifanyika kwa upande wa Munduli, ambao waliangazia habari za wafugaji 510, sasa wakiwahusianisha na habari za kiwango cha tatizo la shinikizo la juu la pressure. Ilikuja kubainika kwamba kwenye wafugaji hao 500 ambao waliangazia 25.7% walikuwa na changamoto au walikuwa na tatizo la pressure ya kupanda, na wanaume bado pia walikuwa naongoza. Wakaja katimisha kusema kwamba inavyoonekana kwenye jamii za kifugaji hapo kwa upande wa Munduli kwamba ilikuwa inaonyesha wazi kwamba kwa watu 4 mmoja wao lazima utamkuta ana changamoto ya pressure. Na moja ya vitu ambavyo ni vihatarishi ambavyo vilihusianishwa kwenye tafiti hiyo kwamba ambavyo vilikuwa vinahusiana na kutokea kwa hiki kiwango kikubwa cha changamoto ya pressure kupanda, ilikuwa ni sambamba na habari za unene. Watu ni overweight na obese kwa sababu ya ulaji wa vyakula wanakula hizo nyama nyekundu na vyakula vimesheheni mafuta, lakini pia ni kwa sababu ya kupunguza shughuli ambazo walikuwa zipana kama awali au mazoezi, kwa sababu unakuta wale wengi sasa hawaswagi ng'ombe zile kilomita 20 kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo kuna hii sababu ya pili, lakini sababu ya tatu ni ulaji wa nyama za mafuta kwa wengi sana, na hivyo
kupelekea swala pressure kuwa ni changamoto kwa upande wao. Hii ilikuwa ni tafiti, lakini tuangazie tafiti ya mwisho, na hii ambayo inakuja kututhibitishia kwamba kwa nini Wamasai walioko huko vijijini, fakta ambazo nilizitoa awali za habari za vinasaba, habari za mazingira, habari za intermittent fasting na vitu vingine, kwamba ndo ambavyo imekuwa ni ngao yao na si ulaji wao. Kwenye sample hii waliweza kuchukua Wamasai 724 ambao Wamasai hao walikuwa ni baadhi wa vijijini, wengine wa mjini. Waliamua kulinganisha Wamasai wa vijijini, wale ambao wako bado huko ndani, wako primitive, na hao ambao wameshakuja mazingira ya mjini, kuangalia kiwango cha tatizo la pressure kwa upande wao kwamba likoje, kama nchi ni ulaji ama ni swali lilikuwa ni other factor. Walikuja kubaini kwamba kwa upande wa Masai huko mjini 27.7% yao waligundika kuwa na changamoto ya pressure ya kupanda, wakati kwa walioko kijijini 10.9% tu ndio ambao walikuwa na changamoto ya pressure ya kupanda. Wakasema kwa upande wa mjini kuna vitu ambavyo viliweza kuchochea wao wa Masai hawa kujikuta kwamba wamekuwa ni wahanga wa tatizo la pressure ya kupanda. Moja ni kwamba walio wengi ni kwamba walikuwa na changamoto walikuwa na kiwango kikubwa sana cha masuala ya unene. Unene unawasumbua kwa sababu mtu ametoka kule, amekuja ile format yake ya ulaji wa nyama na maziwa kwa wingi mazingira mjini, ambapo yeye kwa sasa hafanyi kazi au hasukumi tena ng'ombe, haswagi ng'ombe kama ilivyokuwa awali, kwa maana kwamba amezoea kula vyakula vya mafuta kula, lakini kule bado anafanya mazoezi makubwa sana, lakini mjini imekuwa tofauti. Kwa hiyo wengi ni wanene, kwa unakuta wana issue ya unene. Lakini cha pili, kuna ongezeko la milo, kama nilivyosema kwamba kwa mazingira kijijini kule, kwa sababu ya uhaba wa chakula ambacho hao jamaa wanakutana nacho, unakuta wana milo michache sana. Sasa anapokuja mjini na yeye anafura kwenye ile pattern ya kawaida ya watu wengine ambao wanakula milo kama kawaida kama ya watu walioko mjini. Kwa hiyo kuna ongezeko la milo ambayo anakula. Lakini kitu kingine ni kwamba kuna kupungua kwa mazoezi. Kama nilivyosema ni kwamba vijijini wanasogwa ng'ombe sana karibia kilomita 20. Kwa mazingira mjini hawa Masai kwa mjini hawafanyi kitu cha design hii. Lakini kitu kingine kilibainika ni kwamba ni swala kwamba wamekuja mjini na wao sometimes huwa wanajiingiza kwenye masuala ya ulevi. Kwa hiyo hivi ni factor ambazo haiwezi kuelezea ambazo hizi zilikuwa zinahusiana na wao kuwa na kiwango kikubwa cha shinikizo la juu la damu. Ambao ukiangalia hivi ni vitu ambavyo niviongezea huu kwamba ni vitu ambavyo vilikuwa vinafanya wao kuwa kama ngao ya kuwakinga na swala ulaji wao, na hivyo kushindwa kuona madhara ya moja kwa moja kwa upande wao. Lakini wanapokuja mjini wanaacha ile format na mazingira yambadilika. Kwa mfano, kuna issue ya hizi infection. Wanakuja mjini ambapo kuna usafi na wanaishi mjini wanakuwa wako clean. Kwa hiyo wanakuwa hizi infection ambazo zilikuwa zinasaidia kwenye kuua masuala ya cholesterol nakuta hamna. Miti shamba pia nakuta hamna. Ndio maana mwisho wa siku hizi pressure kwa upande wa mjini zinapanda zinawasumbua. Wameendelea kusema kwenye tafiti kwa wale wa Masai ambao kijijini hawa ni kwamba pressure ilipungua kadri umri ulivyozidi kuongezeka kulinganisha na wa Masai yuko mjini. Tafasiri yake ni nini? Kwamba kwa walioko mjini kwa kulingana na sisi na ulaji wako jinsi ulivyokuwa mbovu, na kadri mzidi kwenda kuongezeka umri ni viungo vinachoka. Sasa unapokuwa unazidi kusupply ulaji mbovu, kwa maana kwamba kadri umri unazidi kuongezeka unakuwa unazidi kuongeza hatari wa kuweza kushambuliwa na magonjwa ama kupanda kwa pressure. Kwa maana kwamba kwa upande wao hii changamoto ya pressure iliongezeka kadri mtu alivyokuwa anazidi kuongezeka umri, tofauti na walioko kijijini. Kwa nini walioko kijijini bado wanapata manufaa hizi factor ambazo nimezielezea, ambazo bado zinazidi kuwalinda na utamaduni ama na ulaji walionao wao. Katika tafasiri hiyo walikuja kuhitimisha kwamba katika tafiti hii kwa upande wa changamoto ya pressure kwa jamaa wa Masai, kinachoweza kuelezea ni habari za mtindo wa maisha na mazingira ambayo wanaishi. Ndio maana wako vijijini walikuwa na kiwango kidogo sana cha masuala ya pressure, wakati walioko mjini wa Masai hawa wana changamoto ya pressure sana. Hii ni tafiti ambayo inazidi kutuprovia kwamba ulaji wa Kimasai huu wa kula nyama nyekundu tani yako, maziwa tani yako na matumizi ya mafuta ya samuli ni kwamba ni havikingi pressure, ila vinasababisha hizi changamoto za pressure. Tuelekea kwenye pointi nyingine ya kisukari. Tunafahamu kwamba ulaji wa mafuta mengi na Uganda unahusiana na kuchochea changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Kwa Wamasai imekaeje? Kwenye sampuli hii ya 724 kwenye tafiti hiyo ya Wamasai, waliwaangalia Wamasai ambao wako mjini ambao wameenda na ulaji ule wa vyakula vyao vya mafuta na Wamasai ambao wamebakia kijijini
ambao wameendelea kula na ulaji wao ule ule wa vyakula vya mafuta katika wao kukumbana na changamoto ya kisukari. Ilikuja kuonekana kwamba 22% ya Wamasai waliko mjini walikuwa wanahangaika na changamoto ya kisukari aina ya pili, wakati 9.9% wa wapanda kijijini wa Masai hawa ndio walikuwa na changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Unaweza ukaona utofauti uliopo, kwa maana kwamba kijijini uhatari umepungua, lakini ukienda mjini uhatari ni kama unaongezeka mara mbili wa kushambuliwa na magonjwa, kwani zile sababu ambazo tumezitaja na kuwa tena hamna ambazo zingeweza kukukinga wewe dhidi ya magonjwa haya sugu. Wakahitimisha wakasema kwamba kwa katika tafiti hii kwamba ongezeko la kisukari aina ya pili kwa upande wa Masai ilikuwa ni kubwa sana kwa upande wa Masai waliko mjini tofauti na walioko kijijini. Hii ilikuwa ni kwa upande wa kisukari, kwa maana kwamba ulaji huo ambao wewe unautumia wa low carbohydrate sio salama, ni swala tu la muda. Hata kama utatumia wewe kama mgonjwa kisukari, sukari kwa kama imeshuka, bado in long term itakuja na complication nyingi, na bado pia sukari itaanza kupanda. Ni kitu ambacho tunataka kukitarajia. Mwisho nimalizie na habari za unene na kitambi. Kwa nini Wamasai wanakula vyakula vya mafuta mengi na hivyo vya protini na bado wengi sio wanene, wengi ni wembamba ukilinganisha na sisi wengine ambao si Wamasai? Sasa tafiti hii ambayo tunaiona hapa ilichukua sample ya 985 ambapo Wamasai walikuwa ni 130, halafu makabila mengine ambayo ni Wabantu hawa ambao wako kijijini walikuwa ni 371, wakati Wabantu ambao wako mjini ama makabila mengine ambayo tuko mjini walikuwa kwenye sampuli hii ilikuwa ni 480 na ilikuwa ni 484. Sasa hapa 82% wa Masai walikuwa nafuata lishe ya vyakula vya mafuta na protini kwa wingi sana, wakati 77% ya Wabantu wa vijijini walikuwa nakula lishe ya mafuta kidogo, wanga zilikuwa nyingi. Halafu hao 50% ambao ni Wabantu ambao tuko mjini ni kwamba tulikuwa tunafuata hii lishe ya vyakula vya mafuta na wanga kwa wingi, yani mafuta kwa wingi na wanga kwa wingi, ambao ndio karibia wengi tuko mjini tunakula vyakula vya design hiyo. Sasa kicho kuja kuonekana hapa, walikuwa naangalia uunguzaji wa nishati kwa watu hawa. Tukiangalia Masai ambao wanakula vyakula ambavyo vinakuwa na nishati nyingi, lakini wakati huo tuangalia Wabantu ambao wanakula vyakula vya wanga kwa wingi na kule mafuta ni kidogo. Alafu na nchi ambayo tuko mjini ambao tunakuwa mafuta kwa wingi, tutakuwa tumeongeza pia na wanga kwa wingi sana katika uunguzaji. Ilikuja kubainisha wazi tafiti hii kwamba Wamasai walikuwa na uwezo wa kuunguza nishati ipatayo 2565 kilokalori kwa siku hii moja, wakati hawa Wabantu au hawa watu ambao wako vijijini hawa walikuwa na uwezo wa kuunguza nishati 1500 kilokalori kwa siku moja, wakati walioko mjini, sisi tuko mjini, tuna uwezo wa kuunguza nishati 891 kilokalori kwa siku. Unaweza kuona utofauti uliopo katika swala la uunguzaji wa nishati, na hii kuelezea pia kwa nini wana kiwango kidogo sana, kwa nini mwanzo walikuwa shambuliwi na magonjwa ya moyo, kwa sababu wanaswaga ng'ombe mbali mrefu sana, wanaunguza nishati nyingi. Wanapunguza nishati nyingi zile ambazo wamekutoka kwa mafuta, mafuta yanaunguzwa yale, kwa hiyo wanakosa yale ya kuja kusababisha makolesterol kuongezeka na wao kuweza kushambuliwa na masuala ya stroke na mshtuko wa moyo. Wakati sisi tuko mjini ni kwamba nishati ambayo tunaunguza ni ndogo kulingana na shughuli tunazozifanya, ni kidogo sana, lakini bado stili tunakula mafuta kwa wingi na wanga kwa wingi, na hii hutuletea changamoto. Lakini wakati huo pia kufumbua kwamba walioko vijijini ambao wanakula vyakula vya wanga ni kwamba wanaunguza nishati 1500, lakini bado hawajawafikia upande wa Masai. Kwa hiyo kilichojificha kwenye masuala ya wembamba ni kwamba hao jamaa wanaunguza nishati nyingi kulingana na mazoezi ya kuswaga ng'ombe ambayo wanafanya, lakini wakati huo ufahamu kwamba hii ni sababu pia ambayo inawalinda wao dhidi ya magonjwa ya moyo, na hii inaeleza kwa nini hao jamaa ni wembamba. Sasa wewe jaribu kula kama wao, alafu uko mjini umetulia, alafu supply hizo fati za kutosha ambazo tunajua kabisa gramu moja ya fati kiunguza inatetea kilokalori 9, wakati ukiunguza gramu moja ya carbohydrate inatetea kilokalori 4. Kwa hiyo nadhani plant based diet kwa walioko mjini ni option ambayo ni nzuri sana. Vinginevyo kama unafuata hii lishe za kuepuka vyakula vya wanga, kama umeongeza protein na mafuta na ikiwemo hii ketogenic diet ambayo ni form ya low carbohydrate, pia ikabidi uwe na uhakika kwamba wanapokuletea marejeo au reference ya Wamasai kwa nini ni wembamba hawana magonjwa ya moyo,
nadhani unaweza kuwa umefahamu. Hakikisha kama unataka kuanza huo ulaji unakuwa katika mazingira ya Kimasai Masai. Tafuta hiyo mitishamba, hakikisha una vinasaba, hakikisha unafanya intermittent fasting, hakikisha kwamba unakuwa na hii restriction ya calories, hakikisha kwamba wakati mwingine unakuwa katika mazingira ambayo unaweza kupata infection. Katika mazingira hayo unaweza ukafuata ulaji wa Kimasai. Vinginevyo kufuata lishe ya Kimasai kama wewe sio Masai sio idea nzuri, kwani wewe sio Masai na wewe huna vinasaba ambavyo huna genetic makeup ambayo inakusaidia kusurvive. Lakini cha pili, ulaji huu hauwezi kuwa ulaji wa population nzima kwenye dunia, kwani population kubwa duniani tumekuwa tukiishi kwa kula vyakula asili ya mimea, is starch based diet. Tulikuwa tuna supplement kidogo na vyakula asili ya wanyama. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ukifahamu. Na mwisho ni malizika kuambia tu kwamba huu ulaji kama tulivyoona sio kinga ya magonjwa ya kisasa, bali ni chanzo cha wewe kuweza kushambuliwa na magonjwa ya kisasa. Sasa unapoamua kula hivi, kula at own risk. Lakini anakuletea reference habari za Wamasai, sayansi imeshamaliza kila kitu na kimeonyesha kwa nini kule wako vile na kwa nini wewe hutaki kufuata ule ulaji, kwani wewe sio Masai. Hata Masai yuko mjini inatakiwa atambue kwa ameshabadilisha mazingira, na vile vinasaba haviwezi kumlinda, kwani kuna masuala ya gene expression ambayo sasa mazingira hayo yanaweza kumoderate zile genetic makeup yako kwa sababu ya mazingira uliyomo. Bado vinasaba hata kama Masai haviwezi kukulinda pindi unapokuwa umekuja mazingira ya mjini. So far unaweza kuwa umejifunza jambo hapa ambalo hizo yamkini hujawahi kuelezwa, na leo nimeweza kukueleza. Nikushukuru tu kwa kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Nikusitu kama utakuwa na swali lolote, drop comment juu ya ulaji wa Kimasai, lakini pia nitapenda kama utaweza share na kwa wenzao waweze kujifunza juu ya lishe ya Kimasai ama ulaji wa kijadi wa Kimasai dhidi ya magonjwa ya kisasa. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia kutumia kwa heri.